Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Haleluya, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Ufanye moyo wangu uwe wa kukuabudu Baba yangu, uyafanye maisha yangu yawe ya kukusifu wewe, maana pweke wastahili heshima na utukufu, mwenye nguvu na uweza ni wewe tu. Peke yako wastahili heshima na utukufu, mwenye
Maana wewe ni mwenye nguvu na uweza. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Haleluya. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Ufanye moyo wangu uwe wa kukuabudu, Baba yangu, uyafanye maisha yangu yawe ya kukusifu wewe, maana pweke wastahili heshima na utukufu, mwenye nguvu na uweza, ni wewe tu peke yako wastahili heshima na utukufu, mwenye nguvu
lazima tuhakikishe ya kwamba kila kitu kiko sawa. Kucheka pia sio mbaya. Kucheka pia sio mbaya kwa sababu ni asubuhi njema sana. Leo ikiwa ni Katiba Thursday, wacha tuguzie masuala ya kuunda katiba ya vikundi, kwa sababu balozi ujiulize, mtazamaji mwenzangu, eti wewe uko katika vikundi kama gani? Wewe mwenye unalaumu eti mama wa chama, kijana wa chama, mzee wa chama, wewe uko kwa chama kipi? Ukitaka kuendelea katika jamhuri hii yetu ya Kenya, lazima uwe katika vikundi tofauti tofauti, ndiposa mambo yako iwe sawa. Lakini problem ni kwamba vikundi vingi hupatikana na shida. Vikundi vingi hupatikana na shida kwa sababu management ya vikundi ni mbaya. Kama kuna kikundi uko nayo ama wewe ni mwanachama na haijasajiliwa na serikali, the minimum kind of group unaweza kuwa ni self-help group, lakini muhakikisha ya kwamba imesajiliwa na Social Services Department ya county ama ya national government, ndiposa mambo iende sawa. Kwa sababu usipofanya hivyo, vikundi vingi wanasanya pesa kwa watu, alafu officials wana misuse pesa, alafu kikundi kinasambaratika pale. Hata vikundi vyenye viko tu zimesajiliwa, lakini bado watu wana mismanage vikundi hivi na inaharibika. So ndiposa kama 89.2 FM hasli yetu leo ikiwa ni mambo ya kujifunza mambo ya katiba. Leo tunataka kuangalia vikundi, katiba zao inaundwa vipi na inasaidia kivipi. Hiyo itakuwa muhimu sana, ndiposa mambo iende nzuri sana. Ujiulize wewe uko katika vikundi vingapi? Kwa sababu katiba ya kikundi, before msajili kikundi chenu, lazima muende kwa social services pale, alafu mfanye name search, mfanye name search, kikundi chenu kinaitwa nini. Alafu mkishafanya hivyo, alafu atawashauri iwe na members wangapi, alafu iwe na dada wangapi, wazee wangapi. That's also a factor. Gender inclusivity is a must. So group name, group members, gender composition, group bank account, group what tena. Hizi zote ndio tunataka kuangalia. So lazima uwe na jina kamili ya kikundi. Lazima muwe na paragraph kafupi hapo yenye ina state purpose ya group ama objectives ama malengo ya kikundi, lengo ya kikundi, na mission na vision ya kikundi. Vision ni kama ndoto yenu kama kikundi, mnataka kuwa group aina gani. Kama nyinyi mnadili na mambo ya mazingira, lazima vision yenu ielekee kwa mambo ya ndoto kama hiyo. Kama mission yenu pia, mission sasa ina break down ile vision yenu, ile ndoto yenu lazima muigawe katika vijisehemu ili ieleze katika hii vision yetu. Sisi ni wana mazingira, tunataka kusaidia kucollect baggage katika estate 1 2 3 4 Nakuru bas. Environmental conservation, lakini kwa mambo ya garbage collection mtakuwa mnaifanya kivipi? Hizo mna breakdown kwa mission yenu na pia kwa objectives zenu, malengo yenu, na kwa activities lazima breakdown. Sasa hizo mission mtakuwa mna collect garbage every Wednesday katika estate gani, Naka, Free Area, Kiratina, muingie White House. Hizo ndio mko na capacity ya kucollect baggage huko. Muingie kidogo hapa Machanga, mambo kama hiyo. Kwa mfano, mnaweza sema katika preamble yenu, sisi wanachama wa group inaitwa Radio Yetu, tuna buni hiki katiba ili tuzingatie na kushikana mikono ili tufanye kazi ya garbage collection katika Nakuru County. Tutakuwa tunapanda pia miche za miti, na hizi zote zitakuwa zinachangia mambo ya kuenhance environment katika county ya Nakuru. So lazima muwe na jina kamili ya kikundi,
Kwa mfano Takrimu self-help group. Alafu mnaweza kuwa na acronym ama jina hiki ama jina hili kwa ufupi. Inaitwa nini kwa ufupi? Acronym ya hii jina Takrimu self-help group, TSHG, kitu kama hiyo. Alafu malengo yenu ama purpose na objectives zenu lazima mueleze hapo kwa undani. Objectives zenu mueleze hapo. Group goals ni zipi? Goals, malengo yenu ni yapi? Munataka kuyatimiza malengo gani? Kama wana mazingira kwa mfano, munataka kuachieve nini na hii group yenu yenye serikali imekubali na imeisajili. Hizi objectives zenu lazima ziwe very specific na ziwe clear na ziwe measurable. Ni kitu mnaweza identify indicators zake, alafu muifanyie evaluation. Kwa mfano, tutakuwa tunapanga ama tutakuwa tunakuwa na mikutano ya kila wiki kwa maswala ya mazingira ama maswala ya kufunza watu mambo ya mazingira. Hiyo inaweza kuwa objective 1. Ama lengo nambari 1. Kupanga mikutano ya kila wiki kuhamasisha members wetu kuhusu mambo ya mazingira. Na pia lengo la pili mnaweza weka kwa mfano jambo kama hili, kusaidia wanakamati ama wanachama na kuwasomesha ili wajiendeleze kama watu binafsi ama kama kikundi, yani skill development kwa mambo ya mazingira na hata mambo ya kusaidia watu kiwelfare. Members wenu mtawadevelop kivipi? Mtu asikae tu awe na nasari kake pale anakuza miche za miti kama hii. Wakati wa msimu wa mvua kama hii anafanya nini? Anauza hizi miche ya mvua ya miti, anapata pesa, si kidogo, pesa nyingi sana. Membership ama wanachama wa chama hiki ya Takrimu self-help group kwa mfano, eligibility yenu itakuwa ipi? Nani anaweza join kikundi? Ni mwanafunzi, ni member, ni mwanajamii ama ni professional? Ni mwalimu, ni social worker, ni muuguzi, ni nani? So lazima museme kwamba the category of people wenye watakuwa wanakuwa wanachama ni category kama hii. Alafu ile process ya kuadmit member isiwe rahisi. Lazima mtu apply, aombe ruhusa ya kupewa nafasi ya kuwa mwanachama, na watu wapige msasa hiyo barua yake officials, alafu wamfanyie invitation na kuja jieleze member, mbele ya member siku ya mkutano. Mimi naitwa John Ojimbi, mimi ni social worker, mimi ni mwandishi wa habari, nafanya na radio fulani, ama mimi ni freelancer. Mimi kielimu nimehitimu mpaka level hii. Ndio watu wajue watakuwa wanafaidika kwako kivipi. Mimi I'm married, niko na mke na watoto, naishi mahali fulani, na pia mimi ni member ya kikundi hiki na hiki, nimekuwa hapa Nakuru kwa muda hii. Hizo zote inaitwa admission process. Alafu hii ni muhimu kwa sababu kuna watu wako na mazoea, anatoka katika kikundi hiki, ameisambaratisha, anaenda kwa hiki, anagonganisha officials, anaenda kwa hii, alikula pesa, hii ingine alipigana huko mangumi. Sasa anapitaga kwa group akisababisha machungu na vilio akisongaga. So admission process inaitwa background check, na profile ya hii member ni ipi? Profile ni muhimu. Profile CV ya member. Na lazima pia before afanywe mwanachama aulizwe, aelezwe kwa undani sheria
kuhusu mambo ya haki na wajibu. Hapa tunapiga kura kwa kauli muhimu. Hapa katika kikundi hiki chetu cha Takrimu Self-Help Group, meetings lazima uattend kila meeting. Kama una nafasi ya kukuja, omba ruhusa kwa officials ama kwa member akuje akuwakilishie ombi lako kwa meeting pale, iandiko kwa pale apology. Absent with apology. Umejua kuna wale akuji meeting ajatuma apology. Hii ni rudeness. So voting process ni ipi, kuattend mikutano ni ipi, na kuabide ama kuyaheshimu zile sheria ya chama. Hiyo ni muhimu sana, na usikue mtu wa kusukumwa kufanya nini? Kuyatii sheria ya chama. Na kama unataka kutoka kwa chama, vile tunatamatisha membership yako, unaweza toka kama kwa hiari, yani ile voluntary withdrawal, ama unaondolewa kwa sababu uja comply na sheria. Uja attend sheria yetu nasema ya kwamba lazima uattend 3 or 4 consecutive meetings. Wewe uja attend 5 na ujatuma apology. Kwa mwezi natakana to save shilingi 1,000, wewe uja save ukafikia hiyo kiwango, na kwa miezi 3 imefuatana. Grounds for non-compliance, hizi ni grounds ya kukufanya utoke kwa chama. Shirika hili letu ya Takrimu imepangwa kivipi? Kuna ile structure yetu ya kutusaidia kuongoza chama chetu. So lazima katiba yenu ieleze hizo zote. Executive committee ni kina nani, yani officers wenye watakuwa wanatusaidia kuongoza hiki chama. Labda title yao tumewapea, moja anaitwa rais, yani president, tuko na secretary, yani katibu, tuko na treasurer, yani mweka hazina, etc. Group zingine ziko na mpaka matron, organizing secretary. Hizi zote ni officers zinatusaidia kufanya nini? Vice chair ama vice president, vice secretary, treasurer ndio sana ana vice, kwa sababu hapo ni mambo ya pesa. Jukumu na kazi zetu ama za officials ni zipi? President ama chairman anaongoza mikutano, na anakilisha kikundi kwa network zetu, na vikundi vyenye viko na malengo kama yetu, networking and collaboration, na vikundi vyenye vinafanya kazi kama sisi. So hiyo ni kazi ya chairman. Anaongoza meetings na anatuwakilisha na anatunetwork na vikundi vingine, na ofisi za serikali, ofisi za non-state actors kama NGOs na private sector na kadhalika. Katibu, yani secretary, yeye anahakikisha kwamba records zetu ziko clear. Members wakichangia kwa mkutano pale, secretary we kazi yako, chairman akishaanzisha mkutano, mkutano tunaanza saa 4 kamili na maombi kutoka kwa any member. Una record hizo zote. Meeting started with a word of prayer from Alex, Alex Swanzo, at this time, na quorum ilikuwa members 15. Apologies walikuwa 1 2 3 4. Absent with apology 1 2 3 4. Bas, baada ya kusoma hizo zote, matters arising. Kwa hizo minutes secretary amesoma matters arising kutokana na mkutano uliopita. Mikutano ilikuwa hivi. Bas, member fulani, chairman anauliza kikundi, nani akona any matter arising out of the last minutes ama meeting ya last time. Member anainua mkono, anasema mimi hapa na hapa na hapa, sijasikia vizuri. Anaelezwa matters arising kama 2-3. Then kuna members pia sasa wana adopt by vote, kuinua mkono, una confirm hizo minutes, confirm minutes, member so and so na member so and so. Secretary hizo zote una note down.
So unaweka records clear ya members, records clear ya proceedings, na una communicate na members any communication, mawasiliano yoyote yenye natakana uupdate members. Treasurer ama mweka hazina ana manage finances ya kikundi. Committees ndio ngao ya kikundi. So kama committee ni bogus, group haitaenda mbali. So make sure mumechagua committee members wenye wako na maono, si mtu wa moshene. Ana chairman anapiga moshene na members wamemeet kwa cafeteria, wanakula lunch, wamefanya nini? Wamesengenya secretary, bila ajui kuandika letter T na H. Wamesengenya secretary, wamesengenya treasurer. So next meeting ikikuja, unaona tu members, officials wengine hawana authority mbele ya members. So officials don't ever have sub meetings na sub groups mbali na the main meeting ya committee na main meeting ya members. Officials avoid subgroups, avoid masengenyo, avoid kuform vikundi ya kupiga huyu, ya kupiga huyu, ya kupiga huyu. Hiyo group haitaenda mbali. Chairman, be strict to the constitution. Usitumia akili yako, endesha kikundi na officials wenzako based na katiba ya chama. Mkifanya hivyo, kikundi kitazaa kikundi kingine, itasaidia members kuya achieve objectives ya group na mtaenda mbali. Na kikundi kama inaendelea, mtaona kwa maisha ya kila moja yenu members watakuwa wanakuja in time. Member akichelewa tu hivi, kama penalty ya lateness ni 20 shillings ama 50, anafika tu hivi, anaweka hapo kwa meza before aketi, hakuna kusukumwa. So members waki own kikundi inaenda vizuri sana. Mikutano inaweza kuwa mnapanga kila mwezi, kila wiki, kila mwezi, ama kila baada ya miezi tatu depending na katiba yenu. Quorum, ili mwanze mkutano, mnaweza sema namba ya chini sana, si tuko watu 20. Quorum ni 3/4. Hiyo ni 15 members. Mikutano inaanza. Na umejua members absent with apology wanahesabiwa kama part of the quorum. So kama members 3 wametuma apology na tuko members 12, una add plus apology, hiyo ni quorum imetosha, mkutano inaanza. Agenda na minutes lazima ziwe documented very clearly. Na AOB baada ya kila mkutano ni muhimu. Uliza kila member, bwana chair ama madam chairman, wewe member, AOB yako ni nini? AOB ni nini? AOB ni nini? Hii ndio kuown kikundi, kwa sababu out of the AOB committees mtakuwa na agenda ya next meeting. Mbali na yenu vile mnafikiria kama the kichwa cha kikundi, AOB yenye unaoleza members inasaidia kufanya nini? Kuform agenda ya the next meeting. Maamuzi katika kikundi, usifanye maamuzi yenye si popular. Bwana chairman na officials wako, make sure decisions are popular. Yani popular kwa sababu members wamevote. Niposa unakuta ya kwamba chairman is not allowed to vote, yeye anafanya maamuzi. So voting procedures lazima iwe simple majority, alafu 2/3 majority. Hizi ni some grounds ya kufanya nini? Ya kufanya maamuzi. Iwe simple majority by show of hands, simple majority by vote. Hizo kura ihesabiwe, unaandika 1 2 3 4 5. Ilikuwa hizi issues 1 2 3 4 issues ya ku debate upon ama ya kupigia kura ni 1 2 3. Andika namba makaratasi ndogo 1 2 3. Wangapi wanavotia decision 1, maamuzi 1, wana raise mikono 1 2 3 4, inahesabiwa, inawekwa kando. 2 hivyo 3 hivyo.
alafu decision inakuwa noted na secretary katika kitabu. Kama kuna kukosa kuelewana ama disputes katika chama, cha muhimu muzisolve kwa kuongea, muwe pia na committee ya ku resolve disputes, yani dispute resolution committee, ama mtumie external kama ni kitu kali sana, involve ofisi ya social services ama ofisi ya chief ama ofisi ya ward admin ama ofisi ya village admin ama pastor wenu ama imam ama financial experts wenye wanawafund. Any other external arbitration inaweza saidia kusolve nini? Kusolve disputes zenu. Lakini cha umuhimu ni kwamba decisions lazima ziwe na simple majority, two-thirds gender rule, ama external aid ili wasaidie, ama internal dispute resolution committee ama mediation committee. Chairman lazima awe mtu wa kujua kucheza na fikra za watu. Usikejeli watu, usisengenye watu, usiongee kuhusu watu eti huyu ni unmarried, huyu alioa bibi akaenda, huyu achungi watoto wake vizuri, huyu sijui nini. Don't go personal wakati mnafanya meetings, hata kama in form of a jokes. Usifanye mzaha kwa mikutano. Be professional as you run this group. Kingine ni kwamba usikue personal, anything personal, stick to the group objectives. Basi ukifanya hivyo mambo itakuwa nzuri sana. Mambo ya finances huwa inaleta shida katika vikundi vingi, yani mambo ya fedha. So muhakikisha kwamba kama officials, kama members, kuna membership fee imelipwa pale, kama ni 200, kama ni 500, ili ujoin, member join nayo, ili hizi inasaidia kikundi kuran ofisi. Mambo ya lateness fee, penalties inasaidia ofisi kuran. Membership fee, kuna donations, kuna fundraisers. Hizi ni vile group inaweza pata fedha. Mnaweza pia andika proposals, ndio posa inasemekana mujisajili na serikali, kwa sababu wafadhili hawezi wapea fedha kama serikali haitambui nyinyi. Je, watahitaji moja hapo ni registration certificate. Mkiwa na certificate basi mambo itakuwa rahisi sana. Mkiwa na certificate hata donors watopea fedha mkiwa na certificate. Muta-attract fund kama hii Nakuru sahi, kuna governor anapeana pesa kupitia benki ya Kenya Commercial Bank, na ni kwa individuals na vikundi vyenye vimesajiliwa. So lazima muhakikishe, na lazima murudishe returns every end of the year. Ili social services waone muko up to date na gender composition na running this group. Hakuna mambo yenye ina abuse haki za wanachama. Na itaonyesha pia vile mna manage funds well recorded, na vile mnafanya income na expenditure, vile books zina balance na mambo kama hiyo. Kama kuna mambo ya kurekebisha ama amendments katika katiba ya chama, hii kuna room, katiba inaweza fanyiwa amendments. No group rules are fixed on stone. No. Kwa sababu hawa ni watu, lazima kuna mambo mapya kiteknolojia, kifedha, kijamii, kisiasa, kiuchumi, mambo kama hizi. So inaleta room for nini? For adjustment ya katiba. Na katiba pia lazima iongee tunaweza change katiba kivipi. Kwa mfano kama inahitaji 2/3 majority vote at a general meeting ndio katiba tuibadilishe, tufanye hivyo. Isiwe eti wewe kila mkutano chairman, member fulani amechelewa, una change katiba. Eti sasa tutoe hii pesa kwa 50 bob juu lateness, watu wanaanza kukuja late sana, tuweke 100. Hapana, wacha katiba isichenjiwe kama mzaha, ndio watu wawe serious. Hiyo ni mifano tu nimepeana. Kumaliza ama kuterminate ama kudissolve kikundi, conditions za kusolve kikundi lazima pia ziwe well outlined katika katiba, ndio kikundi kiwe disbanded.
vile assets ama mali ya chama itagawanywa pale. Kama itakuwa donated iende kwa charity group fulani, boma ya watoto, chache group ya wamama wajane, wazee wakongwe pale, ama kama mali kama ile group inamalizwa irudishiwe members. So hiyo ni katiba lazima iongea. Kama hakuna, siku moja mtajikuta muko katika Nakuru Law Courts kwa sababu ya kutumia iron fist kuran chama na kudisband vitu ama kumaliza chama. Watu members watawapeleka kotini. Ukifanya hivyo, basi mambo itakuwa nzuri sana. Mambo itakuwa nzuri sana tukiyafanya hayo yote. Mambo itakuwa nzuri sana ili vyama zizidi kuattract funding kutoka kwa serikali, kutoka kwa non-governmental actors, kutoka kwa serikali za county pia, kwa sababu there's a lot of money outside here. Ni vile tu mkijipanga hizi fedha mutazipata. Sasa ile mnabuni ama mnapanga katiba yenu, muwe very clear. Mutumie lugha yenye inaeleweka. Lugha yenye inaeleweka kabisa. Kwa mfano, musikue very vague. Kwa mfano, unaweza kuta kwamba memba anakosa kukuja mkutano mara nyingi, na katiba imesema mara 4 anacease kuwa memba. Lakini wewe hamjaweka hiyo vizuri kwa katiba, so memba huyu atacontest hii kitu kama katiba haigenerate hii kitu vizuri. Kwa mfano, unaweza sema members who fail to attend meetings consistently without valid reasons may, upon consideration. Hiyo upon consideration ushaharibu. Upon consideration by the executive committee, be subjected to disciplinary measures. Hapana. Kuwa clear. Ambia members hivi kwa katiba. Members who miss meetings without a valid reason may face disciplinary action from the executive committee member. Kitu clear. Na utumie words zenye ziko common words ndio utumie, yenye members wanaelewa. Yenye wanatumia day to day. Usikue na legal jargon, journalism jargon, usiwe na economic jargon, lugha kali katika katiba. Hapana. Kuwa very clear to the point. Kwa mfano, the treasurer shall furnish a financial statement biannually. Biannually tena. Na the treasurer shall give financial report twice a year. Biannually hiyo toa. Sema twice a year. Be clear. Na kama katiba ni 3 pages, musiweke writings mingi. That's why choose your words. Kama inataka hata mufanye social welfare officers ama social services officers wawasaidie kufine tune katiba yenu, mupeleke wa fine tune. Hiyo ni kazi yenye wamesomea, wako na background nzuri ya kazi kama hiyo. Members should attend meetings regularly. Members must attend at least 75% of meetings each year. Regularly toa. Sema kitu specific. Mikutano 42 kwa mwaka. Kitu clear. Mikutano tutakuwa, uchaguzi tutafanya regularly. Regularly ni nini? Hapana. Mikutano ama uchaguzi tutafanya kila mwezi wa 5 wa mwaka. Kila mwezi wa 5 tunafanya uchaguzi. Secretary, usitumie madots. Saile unaandika points. Tumia numbers. Numbers 1, 2, 3, 4. Agenda 1, 2, 3, 4 AOB. Very clear. Ndio reference iwe saile unafanya references ama unasoma vitu kwa members, inakuwa easier kusema niko number 2. etc niko .1234. I am in number 2 na explain number 2. So tumia numbers. Mikutano zote minutes weka. Attendance weka.
notice to attend meetings, weka. Kama ni WhatsApp, tuma kwa kila member ama kwa group. Na members pia mna react kwa hizo, ndio mfanye running of the group together. Mkifanya hayo, group itakuwa na afya. Afya. Kikundi lazima kiwe na afya. Balozi, tukifanya hayo yote, basi vikundi, katiba ya kikundi itakuwa clear, na kikundi kitakuwa number 1 kwa juhudi zake ya kuleta maendeleo kwa jamii. Tukifanya hayo yote, we shall have a lot of justice to each and every one of us, na kwa kila jambo yenye tunafanya. Keep it 89.2 FM, ni radio yetu 89.2 FM, ikiwa ni saa 5 na dakika 8. Tunachukua break kidogo, alafu narudi na mengi baada dakika 3-4 hivi. Wacha tusikie muziki ya Kanani, wacha nishike mkono, wacha tusikie gospel moja hapa ya Boni Mwaitege. Maisha ni foreni. Mbele zako Mungu, usiache ibada mwabudu